Wapendwa ndugu zangu, tumekusanyika hapa kwa moja ya shukrani na sifa kwa Mwenyezi Mungu kwa zawadi kubwa ya kimungu na zawadi ya mtumishi mpya katika kanisa. Si mwingine ni Padre Melchior Richard Safari. Naomba tumpe Mungu sifa na shukrani kwa ajili yake. Tunafurahia uaminifu wa Mungu aliyemwita kabla ya kumuumba, akamchagua kati ya watu na kumweka kwa ajili ya watu katika mambo ya msuyo Mungu na wanadamu. Hongera sana Padri Shamesha Mobia Shamesha Tata. Sasa huyu ni padri. Ni nani? Wale mliozoea kumwita Melchiosho, mwache kuanzia sasa. Anaitwa nani? Usianze tena kumwita Melchior. Hamna kitu hicho. Sawa jamani? Huyu ni padri. Baba padri mpya anaungana Mtakatifu Paulo akisema anamshukuru Mungu kila anapokumbuka aliposaidiwa, na hivyo anatoa ahadi ya kuombea ninyi nyote. Moja, anapenda kuwashukuru sana wazazi wake Baba Richard na Mama Restituta. Naomba wasimame tuwashangilie. Anawaambia asanteni sana kwa kumleta duniani, lakini kwa malezi mliomwandalia na mliompatia akaweza kufikia haja takatifu ya upadre. Asanteni sana wazazi. Anawashukuru sana ndugu zake wa kuzaliwa. Naomba msimame tuwaone na tuwapongeze ndugu wote wa kuzaliwa, kaka na dada. Simameni. Hawa hapa naomba tuwashangilie. Hawa ndugu zetu wana mchango mkubwa sana katika maisha yetu. Kumtia moyo, kutokukatisha tamaa ni jambo zuri sana. Asanteni sana ndugu wa kuzaliwa. Aidha, anawashukuru sana marafiki na wote waliomsaidia kujiongea altare ya Bwana. Wote kabisa, aliyemtia moyo, aliyempa kalamu, aliyempa bigiji, awasakata shule akasoma akawa padri, wote anawashukuru. Lakini yafaa hapa kuwataja wachache, sio wote, sitamaliza wote, wachache. Anamshukuru sana Padre Evariste Kawiliao. Hayuko hapa lakini naomba tumshangilie huko aliko. Anamshukuru sana Padre Reginald Spendi pia kwa kumsupport na kumuunga mkono. Naomba tumshangilie padre huko aliko. Yafaa pia kumkumbuka Sister Damianis ambaye Mungu alishamuita kwake, lakini ni kwa njia yake aliweza kutukutanisha na Padre Melchior, nikaweza kufahamu akiwa mwanafunzi. Basi tunamwombea sister huko alipo, Mwenyezi Mungu ampatie pumziko la milele. Raha ya milele umpe Sister Damianis, Bwana apumzike kwa amani. Anawashukuru watawa, masista wengi ambao kwa sala na majitoleo yao walimsaidia wakamwombea, amefikia siku ya leo. Masista mlioko hapa, pokeeni shukrani hizo kwa niaba ya wengine wote. Asanteni sana masista, asante sana, asante sana. Katika sadaka ya misa takatifu pia kwa namna ya pekee anamkumbuka mdogo wake Emmanuel ambaye Mungu alishamwita kwake. Raha ya milele umpe Emmanuel, Bwana apumzike kwa amani. Katika tafakari ya leo ningependa tuangalie jambo moja tu. Tutafakari utume wa padri. Utume wa padri. Utume wa padri katika karne ya 21 ni wa pekee sana, tofauti kabisa na wakati mwingine wote. Ni tamaa ya na hamu ya kanisa
kanisa, ya waamini na jamii nzima wanataka wamuone padri aliye kweli mchungaji, padri aliye mchungaji, yaani mchungaji anayewaangalia kondoo wake kwa karibu sana. Na Baba Mtakatifu Francisco aliongezea kwamba mchungaji mwenye harufu ya kondoo, mchungaji mwenye mchungaji mwenye harufu ya kondoo. Huyo ndiye ambaye tamaa kubwa ya ulimwengu wa leo, mchungaji. Yaani kuuliza watu wanakuambia tunataka padri mchungaji, tunataka askofu mchungaji, yaani pastoral bishop, pastoral priest. Sasa ili wazo nikalifikiria, tulipanue kidogo. Wito wa padri kuwa mchungaji fanuliwa na Yesu mwenyewe, Yesu Kristo mwenyewe aliyesema, mimi ndimi mchungaji mwema, na mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Injili ya Yohane sura ya 10 aya 11. Nasi tulioitwa kuwa wachungaji lazima tujitahidi kuiga fadhila za Yesu mchungaji mwema. Mchungaji mwenye harufu ya kondoo, maana yake ni nini? Maana yake ni kitu gani? Mwenye harufu ya kondoo. Nafahamu kondoo? Nafahamu kondoo? Usaikondi libandi kama baiskeli. Sasa anasema mchungaji mwenye harufu ya kondoo, maana yake ni nini? Ni mchungaji aliye tayari kutoka nje ya faraja ya nyumba yake na ofisi yake kwenda huko vijijini, kwenye jumuiya, hospitalini na nyumbani, bila kujali kuna mvua, kuna jua, kuna vumbi. Huyo anakuwa mchungaji wanaomtamani sana karne ya 21. Mchungaji ambaye yuko nasi, sipo nasi, mchungaji huyo aliye tayari kutoka nje ya pale anapoishi akatembelea kote huko ambapo kuna mahangaiko, kuna shida, kuna matatizo, basi awe huko. Huyo ndiye mchungaji, na huyo ndiyo mchungaji mwenye harufu ya kondoo, maana anaishi nao, anawafahamu wale anaowahudumia. Ya pili ni mchungaji aliye tayari kushiriki maisha ya watu, wakati wa furaha na wakati wa uchungu. Wa furaha na wakati wa uchungu. Sasa papapati hapo kuna tahadhari pia. Ukienda sana amekuja mno, taeleza baadaye. Ukienda sana kwenye kuwahudumia, kuangalia huko alipo anakaa nyumbani nazunguka na siku mtaani tu, usipoenda huyo padri atembelee watu kabisa. Baadaye nitakueleza kwamba padri kila wakati anakosea, kwa sababu ndio wanavyo. Kumbe kushiriki maisha yetu ya kawaida, katika furaha, katika uchungu. Hakuna faraja unayopata kama kondoo ambaye unaona mchungaji wako amekimbilia wakati wa mahangaiko. Eti kweli au uongo jamani? Tunasikia furaha nasikia furaha, usikie furaha. Mchungaji amekuja, padri amekuja kutupa pole. Yaani inakugusa ndani kabisa huko. Huyo ndiye mchungaji mwenye harufu ya kondoo. Lakini pia mwenye harufu ya kondoo ni yule ambaye hakwepi vidonda vya waliojeruhiwa na dhambi. Basi uwe baba, uwe kimbilio. Kila wakati wakuite baba, yaani baba ni kimbilio. Yule mtoto mdogo ambaye anajua kwamba mwenye nguvu kuliko wote ni baba yake. Ndio maana ukimtisha na kama ataenda kumwambia nani? Maana baba atakupiga tu. Baba ana uwezo, sio wewe unazubaa hapa. Kwa hivyo yaani baba, na kuitwa baba unahitaji kufanya kazi kuitwa baba. Wanaweza kuita tupaji wasikuite baba kwa sababu haoni, au kuita sisi wasikuite mama, lakini ule ubaba ni kitu cha msingi sana. Halafu kingine, kuwa mchungaji mwenye harufu ya kondoo ni kuwa mchungaji mpole na mwenye huruma. Usiache pia kuwa mkali, lazima kemea, karibia, lakini kwa upendo. Kwa nini? Usiwape cheke tu na ni lazima waambie hapo mnakosea. Sio jamani? Kwa mitindo. Nataka pale waeleze watoto wangu, lazima waambie hapa mnaenda vibaya, hapa mwende vizuri, na waelekeze katika upendo. Mtakatifu Gregori anasema nini? Katika kitabu chake cha Pastoral Care anasema hivi,
hatuchanganyi hivyo akawa sehemu yetu kabisa, lazima abaki anahudumia na anahudumia katika ngazi tofauti kabisa, anawashirikisha yale ya karibu ya mbinguni. Na mwisho kuhusu mchungaji mwenye harufu ya kondoo ni kuacha maslahi binafsi na kuweka kundi litangulie mbele. Na hapo pana changamoto kwa mfano. Wakati umechoka, umetoka kwenye mwili, umechoka, unasikia mwili hauna tena nguvu ya kutembea, ndipo anakuja ukikuita kwenda kwa mgonjwa. Na anakuambia harakisha haraka, mgonjwa hali yake sio nzuri. Unakwenda uende. Unaenda utafanyaje? Utaenda. Sasa hiyo ndio mchungaji mwenye harufu ya kondoo. Kuacha maslahi yangu na kufanya maslahi ya kondoo kabla ya maslahi yangu. Na kuwalisha malisho mema. Kuwalisha malisho mema huku rombo wana neno lao wanatumia hapa vizuri katimile, lakini vizuri. Wao rombo wana mobia na mobia amotu. Tofauti kabisa. Wana mobia na mobia amotu. Wakishakaa na wakupenda wanasema mobia amotu. Wakikuangalia wanasema ni mobia. Yaani ni mobia. Yaani sio kwamba sio mbali kabisa, lakini sio mobia wetu, yaani hajawa wa kwetu. Mimi naulizaga waumini wa mashahidi kila wakati. Habari za pale micha, mwache mobia amotu. Habari za pale msemo, usimguse mobia amotu. Tofauti kabisa na mahali pengine. Wale kitu wagonjwa huko katikati wanasema mobia ng'anyi, mobia mkubwa na mobia mpiti. Sasa si bwana sema mkubwa na mdogo. Hapa ni mobia amotu na mobia. Kitu vile tofauti kabisa. Basi baba pale fanye kwa bidii waseme mobia amotu. Yaani wakweli sio kwamba ni amezaliwa sielewi baya. Yaani tunayekaa naye akishakuwa ni mhudumu mzuri, mchungaji mwenye harufu ya kondoo, mobia amotu. Kumbe tunafahamu nikafikiri ni uongo. Baba padi unapewa nafasi ya kuwa mchungaji, unadaiwa sana. Somo la kwanza, Mungu Mwenyezi anakuwa mkali sana kwa kondoo wasiowajibika. Mkali kweli. Kondoo kwa wachungaji wasiowajibika. Wachungaji wazembe anakuwa mkali. Na anasema hivi, mimi mwenyewe nitafanyaje? Mjasikia somo la kwanza. Mimi mwenyewe tawachunga kondoo wangu, mimi peke yangu. Tena Kiingereza ni kibaya. Anasema I myself, yaani mimi mwenyewe nawachunga kondoo wangu. Kwa sababu bezekeo mwacha kufanya kazi hii. Fanya kazi kila wakati. Na kila unapofanya ukimaliza jioni kusema hivi leo nimekuwa mchungaji kweli au nimefanya ya kwao. Kama ndivyo kesho naamka salama kwa mchungaji. Kwa muhtasari, Mtakatifu Agustino anatuambia hivi, pali hawezi kuwa mchungaji mwema kama hawapendi watu wake. Kama hawapendi watu, tena kwa kiwango cha kuwa tayari kujitoa mhanga kwa ajili yao. Hapa anakuwa mchungaji mwema, na tena mchungaji mwenye harufu ya nani? Ya kondoo. Safi kabisa, mchungaji mwenye harufu ya kondoo. Na Mtakatifu Chrysostom anasema hivi, mchungaji mwema hafundishi kwa maneno tu, bali kwa maisha yake yanayopaswa kuwa injili inayosomwa na kila mtu. Chagua pale, wewe ni pale wa watu wote duniani. Aliye Mkristo na asiye Mkristo, anayeamini na asiyeamini, wote. Ndio maana watu wanakusoma. Ndio maana pale fanya jambo jema wanafurahi, fanya jambo baya wanasikitika na kutembea nalo mara zote. Baba, katika utume tunakutana na changamoto nyingi. Yesu anakuambia usiogope. Mwambie pale usiogope. Usiogope. Katika Biblia yetu usiogope limeandikwa mara 365. Maana yake ni kila siku unapoamka usiogope. Kwa sababu mwaka una siku ngapi? Wale mnaogopa hesabu. Mwaka una siku ngapi? Sasa Biblia imeandikwa mara 360 ngapi? Neno gani? Hata mtu anawaza anaendelea mwambie na Yesu usiogope hivyo. Sasa pale changamoto zipo. Tutamtaja tatu tu, sitaki nyingi, tatu kwa tumemaliza. Ya kwanza, changamoto kubwa sasa hivi ni vijana. Vijana naitwa Gen Z. Nafahamu Gen Z
Simameni. Hawasimami. Sasa hawa katika mkutano wa maaskofu wa Afrika Mashariki ulifanyika Nairobi, amesema tulikuwa tunazungumzia kuhusu vijana na kanisa la Kisinodi, namna gani ya kutembea nao pamoja. Wakaalikwa wengi, wakaja kwenye misa, baadaye wakapata nafasi ya kuongea na maaskofu, wakalalamika sana, wakasema eti kanisa haliwajali, kanisa halitembei nao. Wanasema kutembea pamoja, wanatembea wamama, wababa, watu wake, vijana tunawaacha. Hapana, mahali kwa kuanzia utume wako kwa kipindi cha Nisea, ni kipindi cha sinodi tena ya Baba Mtakatifu na sinodi ya nyumbani, sinodi ya maaskofu na sinodi ya nyumbani. Hebu tujaribu kuwafunza vijana kutembea nao. Kwa hiyo na mahali kwa kuanzia wapate vijana, mahali popote vijana wanalalamika, japo pia sio wa rais au ni wa rais. Vijana pia sio wa rais yetu jamani. Ni wa rais wewe. Njoni kanisani hawaji, njoo kwenye kikao hawaji. Kwenye mkutano wa maaskofu wanatutenga. Sasa wanatushinda kiburi. Tunafanya kila bidii lakini hawaji. Lakini kwa vile wamesema sisi tuwaambie tembee nao. Tembea pamoja na vijana hawa kwa ajili ya kwamba ni kwenye maisha yao. Ya pili, changamoto ya pili, pale mpango parokiani pale. Nenda pale parokiani, kila unachofanya unakosea. Ukianza misa mapema anawahi mtu. Ukichelewa ataweka mpaka saa ngapi? Watu wale ukivaa vizuri, hadi anapenda kuvaa vizuri. Ukivaa vibaya, yeye anashindana kuwa na habari vizuri nyumbani wetu. Ameshakosea tena eti. Wakiona kuna wine wanasema pesa hivi itakuna kweli. Wakiona hauni wine wanasema hivi, mbona hata wine kidogo upande amechoka hivi. Watu wale ukitembelea familia anakuja Mungu. Usipotembelea kuna upande gani familia yote anakaa tu parokiani. Ndio maana amelelewa. Mungu tu tunamsingizia. Ukijenga nyumba, anapenda kweli kujenga nyumba sio ya nini. Usipojenga amekaa tu afanye chochote. Ukivaa vizuri sasa ni waamini mna shida gani? Ukiongea na vijana hajali wazee. Ukiongea na wazee hajali vijana. Ukiongea na wazee hajali watoto. Ukiongea na wamama ameanza nini sasa? Baba, usiogope. Utakutana changamoto hizo, usiogope, usonga mbele, mshaambia usiogope. Na kuhakikishia baadhi utakutana watu wema wengi sana. Wema wengi mno. 98% ni watu wema sana. Yaani wewe Mkatoliki sio watu wema sana. Lakini kuna 2% kadogo ni wa vurugu. Ni wambea, waongo kuliko shetani. Anaweza katunga hadithi kawa ya ukweli kumbe ni ya uongo mtupu. Anaweza akasema niliona kule Moshi mjini wakati nilikuwa hapa na ubiri hapa Mashati. Na watu wakaamini. Si kweli jamani? Na mpaka mnawasingizia sio? Semeni kule bali mnawasingizia mwasingizia. Mnawasengenya mwasengenya. Haya, simameni mnawasengenya mapadi, simameni tuwaone. Hamtasubutu kusimama. Muache. Watunzeni mapadi, wapendeni. Kwa sababu wanakatisha tamaa pia, mnakatisha tamaa mnapo kila kitu wanachofanya ni manunguniko na kadhalika, wanakata tamaa pia. Baada la mwisho kwenye hili kanisa na teknolojia. Sasa imeingia ulimwengu wa akili unde, artificial intelligence, watu wanaamini sana, wanaamini naweza kila kitu. Haiwezi kila kitu, nikuhakikishia haiwezi kila kitu. Hiyo akili yenyewe imetengenezwa na mwanadamu. Mwanadamu ndiye mwenye uwezo kuliko hiyo unayotegemea. Mara nyingi sana tumetegemea ukija kanisani ameshaangalia mahubiri huko, anakuja anataka ubiri alichosoma kwenye mtandao. Hiyo sio. Baada anaingia anatafakari, anafanya ndio anaweza kutoa aliyowapatia. Jana niliwapa mfano pale kanisani Mrao. Nilikuwa naona namna gani ambapo akili unde haina uwezo kuliko mwanadamu. Mtu alikuwa anaandika pale akasema, mimi nina gari ni chafu nataka kuliosha. Niko karibu kabisa na kituo cha kuoshea gari. Je, nifanyeje? Akili unde kamwambia nenda kwa mguu kwa vile ni karibu. Ataosha gari akienda kwa mguu. Kwa sababu haina akili ya kuunganisha kwamba kumbe anaenda kuosha gari lazima aende na gari. Unapoenda kwa mguu vile hapo ni karibu, nenda tu kwa mguu. Hiyo ni sawa jamani? Mwenye akili ni akili unde au ni sisi? Tuamini zaidi sisi kuliko wenyewe. Baba Mtakatifu ameandika vizuri kwenye barua zake na mawaidha yake kwamba mwanadamu bado nafasi ya pekee sana. Yaani mwanadamu ndio mwenye nafasi ya pekee kabisa kuliko mashine. Namalizia paja amesali misa ya Bikira Maria
anataka kusema hivi kwenu kwamba Mama Bikira Maria ndiye muombezi wake wa karibu sana. Karibu sana. Katika mahangaiko padri mkimbilie. Ni huyu mama ambaye alimwambia mwanae hawana divai na watu wakapata nini? Divai. Kuna mafanikio katika kuwa na mama huyu karibu. Ndiye mama alikabidhiwa kwetu katika nafsi ya mwanafunzi aliyependwa na Yesu. Mama, tazama huyo ndiye mwanao. Tazama huyo ndiye mwanao, na atakutazama wakati wote. Mtegemee sana kwa maombezi yake yenye nguvu. Wasikia mama wengine wa kujitolea, wengine ni waharibifu tu. Wewe mtegemee Bikira Maria, mama wa karibu kabisa. Na mwisho, wapadri, upende upadri, udumu katika upadri, na maisha yote uwe mchungaji mwema aliye na harufu ya kondoo, na uhudumie na kutushuhudia utakatifu. Hongera sana padri, na tumsifu Yesu Kristo.